Lakini pia nilioneshwa kwa habari ya kuomba kimwili au ibada za kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Ibada za kimwili au kuomba kimwili, ila mimi nilioneshwa kwa watu waliokuwa wanaomba kimwili mwili. Nilioneshwa kanisani watu wanaomba huko wamefungua macho. Watu wamefungua macho yao, wanaangaliana, wanakodoa tu. Mtu anaomba anaangalia kushoto kulia, anayeingia na anayetoka. Mtu anaangalia tu. Pengine walikuwa anachekeana. Kwa jina la Yesu, mtu anacheka. Hivi kwa jina la Yesu inachekesha? Walikuwa wanachekeana. Roho ikanishuhudia hizo ni roho za mizaa. Mungu anakataa mizaa, wana wa Mungu. Mizaa ni dhambi. Kufanya ibada ya kimwili ni dhambi. Mungu atusamee. Mungu atusamee. Kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 1 mstari wa 1. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya ukosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Mizaha ni dhambi. Kucheka kanisani ni dhambi. Kuomba umefungua macho kanisani ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kutaniana mizaa. Maneno yasiyo na maana ni dhambi. Mungu anachukia mizaa. Ndio hiyo imekuja hadi kanisani. Watu wanaomba wanaangaliana, wanachekeana. Wanasifu wanachekeana. Wanaabudu wanachekeana. Hiyo ni dhambi mbele za Mungu. Na Mungu anakataa, anasema ni dhambi. Tuache mizaa. Kanisa la Bwana tuache mizaa. Watumishi wa Mungu tuache mizaa. Mungu anakataa mizaa. Anasema mizaa ni dhambi. Lakini pia kitabu cha Yohana sura ile ya 4 mstari wa 24. Yohana sura ya 4 mstari wa 24 inasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, inawapasa wamwabudu katika roho na kweli. Wewe unayemwabudu Mungu katika mwili, ujue unaabudu sanamu. Sanamu ndio inaweza kuabudiwa katika mwili, ni shetani huyo. Lakini aliye katika roho, Mungu wa mbinguni, anaabudiwa katika roho. Anaabudiwa katika roho. Funga macho yako unapomwabudu Mungu. Funga macho yako unapomuomba Mungu. Ikibidi ukiona watu wanaleta mizaa kanisani, funga hata macho yako wakati wa kusifu. Ukiona watu hao wanaweza kuletea mizaa, ukiona kuna dalili ya watu kukuchekesha kanisani wakati wa kusifu, funga macho yako, msifu Mungu katika roho na kweli. Mungu ndio anaitaka ibada hiyo yenye maana katika roho na kweli. Acha mizaa kanisani. Kuongea kanisani ni dhambi. Watu wanaongea wanajibizana maneno tu kanisani. Maneno ambayo hayamtukuzi Mungu, hana mpango na Mungu kabisa. Mtu anaongea kanisani ni dhambi mbele za Mungu. Hiyo ni roho ya mizaa. Hekalu la Mungu ni hekalu takatifu. Ni hekalu la kuheshimiwa. Ni nyumba ya kuheshimiwa, ni nyumba takatifu. Ni lazima viongelee vinavyomhusu Mungu. Usiongelee habari ya nyumbani ukiwa kanisani. Usiongelee habari ya kulima shambani, kazi zako kazini kwako ukiwa kanisani. Heshimu nyumba ya Mungu. Mungu anasema tuheshimu patakatifu pake. Tupaheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu, tupaheshimu patakatifu kwa Bwana. Heshimu nyumba ya Mungu. Usilete mizaa katika nyumba ya Mungu. Ni sawa na kumdharau Mungu. Kuna jambo unaweza kulifanya ndani ya nyumba ya Mungu ukao umemdharau Mungu.
Unawasha simu yako ukiwa kanisani, wewe ni mwenye dhambi, unamkosea Mungu. Usiwashe simu ukiwa kanisani. Unayechati kanisani, unapokea simu kanisani. Unaingia Facebook, Instagram, WhatsApp ukiwa kanisani. Wewe unamkosea Mungu, unamaanisha dharau Mungu wa mbinguni. Unapokea simu ukiwa kanisani. Unatoka nje unaenda kupokea simu. Leo hii wachungaji wanaacha kuhubiri. Wanasema samanini kidogo washirika. Mtu anaenda kupokea simu, eti mchungaji anaenda kupokea simu kanisa, eti anaenda kupokea simu, anaongea habari za nyumbani kwake. Ni dhambi wachungaji, acheni hiyo, ni dhambi mbele za Mungu. Mungu atawahukumu siku ya mwisho. Zima simu yako unapoingia kanisani. Mchungaji, acha kutumia simu kanisani. Biblia zipo, unatumia Biblia kwenye simu, ni dhambi. Kwenye simu hakuna Biblia, hiyo ni application kama ilivyo application nyingine ya WhatsApp, Instagram, application nyingine zote kwenye simu yako. Hiyo sio Biblia. Biblia ipo. Usione Biblia ni nzito kuibeba ukachukua simu. Wainjilisti wanaenda kuhubiri injili, hawatembei na Biblia tena, wanatembea na simu. Mungu atusamee. Mungu alisamee kanisa lake. Hiyo ni roho ya mizaa imeingia. Shetani anataka kulichukua kanisa. Anataka kanisa liingie kuzimu kwa njia ya simu. Hizo simu watumishi zitatupeleka jehanamu tusipokuwa makini, tusipoangalia. Hebu acha kutumia simu kanisani wewe mchungaji. Acha kutumia simu kanisani wewe mshirika. Acha kutumia simu kanisani kwa namna yote ile.